Naam, karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Mimi ni wako Andrin Kilemi, tuandamane sote hadi tamati. Katika hafla ya kipekee iliyojaa heshima na utamaduni wa jamii ya Luo, Raila Odinga Jr. ametawazwa rasmi kuwa mkuu wa familia ya Odinga, hatua iliyowakilisha mabadiliko ya kizazi kufuatia kifo cha babake aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Amolo Odinga. Shughuli hiyo ilifanyika nyumbani kwa familia ya Odinga huko Bondo, chini ya kivuli cha Nyasi Mara Sidho, eneo takatifu la kifamilia. Wazee wa ukoo, viongozi wa kisiasa na wahifadhi wa tamaduni walihudhuria wakishuhudia mfululizo wa ibada za kitamaduni na matambiko. Hafla hiyo ilianza kwa kunyoa nywele za Raila Jr., ishara ya kuachana na yaliyopita na vilevile kujiandaa kwa majukumu mapya. Baadaye alikabidhiwa mkuki na ngao, alama za uongozi, ulinzi na mamlaka, na kuvalishwa ragila, vazi la ngozi linalovaliwa na mashujaa wa Luo wakati wa mabadiliko ya maisha. Sasa anashikilia ustani. Na tume ya kupambana na ufisadi katika kaunti ya Mombasa imeshinda kesi ya zaidi ya miaka 12 na kutoa kipande cha ardhi ambacho kilikuwa kimenyakuliwa eneo la Nyali. Kwenye uamuzi uliotolewa na Jaji Kibunja wa mahakama ya mazingira na ardhi kaunti ya Mombasa jana Jumatano, aliamuru kuwa umiliki huo wa kipande hicho cha ardhi na Arehemu Sheikh Ali Taib ni kinyume cha sheria na hapaswi kukimiliki tena. Kipande hicho cha ardhi chenye dhamani ya shilingi milioni 30 kilikuwa kimetengwa kwa upanzi au upanuzi wa barabara eneo la Nyali, na kwa sasa kimekabidhiwa kwa umma. Pandisha kioo uzuri. Na Rais William Ruto kwa sasa yuko katika eneo la Thome, kaunti ya Laikipia, kuhudhuria mazishi ya mzee Weston Kirocho, babake Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja. Rais ameandamana pamoja na viongozi mbalimbali wakiwemo wabunge na mawaziri. Hebu sasa tufululize huko tusikie yanayojiri. Pali na kutoka mimi hautakuja kuomba kura. Hawa watakupa tu. Uombe usiombe. Na hiyo ni kweli. Unajua, my problem is I always speak the truth even if it hurts. Ukweli ni kwamba pali itakuwa 80 to 90% upande wako itakuwa Laikipia North. Thank you. Naungana na mama county. Na kwa niaba yangu mimi 75 years sasa. Nabaki 10 niwe kama huyu mzee. Haiwezekani kwenda Doldol sasa. Haiwezekani. Jana nimetoka PND, napita mpaka Nyeri ndio nije na Nyuki, kwa sababu kutoka Rumuruti kuja na Nyuki haiwezekani. Haiwezekani kutoka na Nyuki kwenda Doldol. Mimi nimevunjika mgongo. Naomba kwa niaba ya watu Laikipia North, migongo yetu ipumzike. Thank you.
na migongo itapumzika. Kwa yale tumesema na on Tuesday, mzee uangalie Kenya Gazette Notice, migongo itapumzika, uangalie on Tuesday. Watu ya Laikipia mko karibu kumkaribisha rais? Mko karibu? Hebu nisikie kidogo kama mko karibu kumkaribisha. Kumbe mko chojo namna hiyo. Lakini kabla akuje, sitapata nafasi ya kumuita. Ataitwa na mwingine mmoja wetu. Nataka tu kuomba bwana Mtazamaji, na huku shughuli ya usajili wa wapiga kura wapya ikiendelea nchini, idadi ndogo ya vijana imejitokeza kujisajili, ambapo katika eneo bunge la Keio Kaskazini ni wapiga kura 39 pekee ambao wamesajiliwa tangu shughuli hiyo kuanza. Kwa sasa kaunti ya Elgeyo Marakwet imesajili wapiga kura 223 pekee. Kulingana na Norbert Mutai ambaye anasimamia shughuli hiyo katika eneo bunge la Keio Kaskazini, mikakati sasa imewekwa kuhakikisha vijana wengi wanajitokeza kujisajili, huku akisema kuwa idadi hiyo bado ni ndogo sana ikilinganishwa na lengo la vijana 60,000 wanaotarajiwa kusajiliwa kabla ya kukamilika kwa zoezi hilo. Aidha, afisa huyo amewahimiza vijana kujitokeza kwa wingi kujisajili kuwa wapiga kura ili wapate nafasi ya kuwachagua viongozi wanaowataka ifikapo mwaka 2027. Kwa upande wake, Rogers Kitoo ambaye alifika katika kituo cha usajili amesema vijana wengi hawana ufahamu kuhusu shughuli hiyo, na ameitaka Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC kuhakikisha kuwa imewaelimisha na kuwafikia vijana wengi zaidi. Tunatarajiwa kuandikisha wapiga kura wapatao 60,000, na kwa sasa katika eneo hili la Keio North tumeweza tu kuandikisha wapiga kura 39, na maeneo yale mengine kama Marakwet East wameandikisha wapiga kura 135, na Marakwet West wameweza kuandikisha wapiga kura 49, na Keio Kusini hawaandikishi wapiga kura kwa sababu wako na uchaguzi wao ambao unatakana ufanyike tarehe 27 mwezi ujao. So ile challenge ambayo tunapata sana ni vijana hawajitokezi. Sijui kwa sababu wako shuleni ama colleges ama nini, lakini sielewi. Alafu pia hawana, tungependa pia wakuwe na hiyo moyo wa kuja kujiandikisha ili waweze kupiga kura wakati wa mwaka wa 2027. So today I'm proud, nimeamua kuja mapema. Although nilikuwa nadhani hata watu wako wengi, lakini surprisingly nikafika ni mimi peke yangu. But naimiza vijana mkuje tukue wengi cause hii Kenya ni yetu na tunafaa kuwajibika. I think the main thing ni hawana hiyo like hawaja informiwa more about hawana more information ama hawako aware sana about kukuja kukata kura. But I think as time goes they'll come by. Mtazamaji, kundi la wanaharakati kwa sasa linaandamana nje ya ofisi za masuala ya kigeni hapa jijini Nairobi, wakitaka serikali ya Kenya kuchukua hatua za haraka kufuatia kutoweka kwa wanaharakati wawili wa haki za binadamu, Bob Njage na Nicholas Oyoo, waliodaiwa kutekwa nyara nchini Uganda. Kwa mujibu wa mashirika ya Amnesty International Kenya, Vocal Africa na Law Society of Kenya, Bob Njage na Nicholas Oyoo walikuwa wakihudhuria kampeni za upinzani nchini Uganda kabla ya kudaiwa kutekwa nyara na watu waliodaiwa kuwa maafisa wa usalama wa Uganda. Hadi sasa Uganda imekanusha kuhusika na kutoweka kwao, ikisema hawako chini ya ulinzi wa polisi nchini humo. Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki
tunayoipenda, tuwe tayari kuilinda na tujenge taifa letu. Ndiyo wajibu wetu. Kenya istahili heshima, tuungane mikono pamoja kazini, kila siku tuwe na shukrani. Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na udugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Amkeni ndugu zetu, tufanye sote bidii, nasi tujitoe kwa nguvu, nchi yetu ya Kenya. Na mtazamaji, ni picha za moja kwa moja. Bila shaka taarifa hiyo tunazidi kuifuatilia, utakuwa unaipokea mbashara kwenye taarifa zetu za hapo baadaye. Na mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei amewataka Wakenya kuiga au kuunga mkono serikali katika juhudi zake za kueneza maendeleo kote nchini, akisisitiza kuwa kila sehemu ya taifa ina haki ya kufikiwa na miradi ya serikali. Akizungumza katika eneo bunge la Nambale, Kosgei ameahidi kujitolea kuhakikisha serikali inasambaza maendeleo kwa usawa bila upendeleo wowote. Amesema baadhi ya miradi inayotekelezwa na serikali ya kitaifa haijulikani kwa wananchi kutokana na wanasiasa kujiwekea sifa kwa miradi hiyo, akiwataka viongozi kutambua kuwa maendeleo ni ya nchi, ni ya wananchi wote. Kosgei ambaye alikuwa katika shule ya upili ya Lupida wakati wa hafla ya utoaji wa mabasi mawili kwa shule za Lupida na Sierra, amehimiza wakazi wa Busia kuunga mkono serikali kwa ajili ya kasi ya maendeleo. Kura ndio silaha. Because rais hatakuwa hapa hapo kila mahali. Rais ako huko anapambana na hii maneno. So sisi zote hapa, sisi ni soldiers, ni jeshi ya rais. Na lazima tuseme rais amelete hii, rais ameandika walimu, rais amelete capitation ya shule, rais amefanya hii, classrooms zimejengwa. Hiyo ndio rais. Ni vile tu sisi ndio nani wale wanatumwa kufanya nini, wakikisha imefanya kazi. Na hangelete hizi possibility, hangeendelea na maendeleo mengine itakuja kama yeye angekuwa kwa serikali. Kwa serikali, serikali sio miti, sio kitu ile iko kando. Serikali ni watu. Ukiwa ndani, ile kitu kizuri inatoka kwa serikali, utafanya nini? Utapata nafasi yako. Na ndio ni muhimu sana watu wa Lupida, watu wa Busia, watu wa Nambale kusupport serikali, kufanya kazi na serikali, na ufanye kazi mwenyewe kibinafsi kwako ili mapato inakufikia. Kenya hii lazima ifanye nini? Ibadilishwe. Kila sehemu ya nchi hii, kila sehemu ya nchi hii, Lupida ikiwa ndani, Nambale ikiwa ndani, Busia ikiwa ndani, haitawacha. Na hali ya simanzi imetanda katika kijiji cha Chemosit, eneo bunge la Bureti, kaunti ya Kericho, baada ya mvulana mwenye umri wa miaka 4 kusombwa na maji ya mto Chemosit. Tukio hilo lilitokea wakati wa mvua kubwa na juhudi za kutafuta mwili wa mtoto huyo bado zinaendelea. Wakazi wa eneo hilo wamesema tukio hilo limewaacha na majonzi makubwa, wakitoa wito kwa serikali na mashirika ya dharura kuhakikisha operesheni ya uokoaji. Aidha, wametaka hatua zichukuliwe kuimarisha usalama wa watoto na familia wanaoishi karibu na mito na maeneo hatari. Sasa tunajiunga naye mwandishi wetu Collins Bet aliye katika eneo hilo atupe taswira kamili. Bet. Bila shaka Andrin Kilemi, kwa sasa niko katika kijiji cha Chemosit hapa katika eneo bunge la Bureti kwenye kaunti ya Kericho, na ni kweli kwamba hapa ni usuni chungu nzima, kwani kijana ama mfulana wa miaka 4 ameweza kusombwa na maji katika kijiji hiki. Na kidogo tu nimeweza kusimama kando ya mto huu ambayo
kisa hicho kiliweza kufanyika, na nitakuwa tu nikizungumza tu na baadhi ya wakazi wa eneo hili na pamoja na msasi aweze kutuelezea kuhusiana na kisa hiki. Naomba tu tuweze kuzungumza. Karibieni tu hapa uweze kuanza na majina. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Maschiroti. Niliamka asubuhi nikaenda kazi. Kurudi kwa kazi nikasikia mayowe Asante sana. Labda tunaweze kuzungumza na wewe kama mzee wa kijiji. Je, kuhusiana na tukio hili uweze kutuelezea kwa undani tu? Hii tokeo ilitokea kwamba watoto walikuwa wanacheza, vile walikuwa wanacheza wakakuwa wachafu. Mmoja wao akasema wacha niende nioshe mguu. Jinsi alipofika mtoni ndipo akaingia kwa maji. Na maji ikampeba. Mmoja wao ndio akakuja akasema nyumbani ya kwamba kuna mtoto amebebwa na maji na hatukuweza kumpata huyo mtoto. So ndio tukakuja, saa hii ndio tunaendelea kutafuta tukiomba usaidizi ya kwamba serikali mtusaidie kwa sababu hii maji sasa ni nyingi na inaweza beba mtoto yeyote mwenye anaweza karibia mtoni. So tunaomba ya kwamba tunataka usaidizi ya kwamba serikali tunahitaji usaidizi ili waweze kutusaidia kwa sababu hata sisi ni hatari. Hii maji ni hatari kwetu kwa sababu hatujasomea. Na hii serikali mimi naamini ya kwamba kuna watu wenye wanajua kuhusu maji na wako na msaada ambaye wanaweza kutusaidia. Waongozi hatujawaona, hawana haja na sisi tuko kwa kilio ya kwamba tuweze kupata mwili wa huyu mtoto, na tunaomba tena msaada kwa hawa wazazi kwa sababu hawa wazazi ni wenye wajiwezi, walikuwa wameenda kibarua kutafuta kidogo na hawajapata. So siku ya leo wamekaa bila kuenda kufanya kazi na hawana chakula, hawana chochote. Watu wengi wamekuja kutafuta na hatuna msaada yeyote. Na tena ingine ninaomba ya kwamba wazazi, kila mzazi uweze kuchunga mtoto wake asikaribie mtoni sana mvua ikinyesha. Na kulingana na historia, labda pengine hapo awali walikuwa wamesema kwamba hii mto ina historia, kwamba hii si kisa cha kwanza. Ni je, wako unathibitisha kwamba hii si kisa cha kwanza? Yeah, ninathibitisha ya kwamba hii sio kisa ya kwanza. Hii mto imetumaliza. Imechukua watoto wetu wengi, imechukua mababa zetu, imechukua mtu yeyote mwenye anakaribia kwa hii mtoni akikaa hivi anachukuliwa na hii maji. Na kwa muda mrefu. Na shukrani sana. Hayo tu ni maoni kutoka kwa wakazi katika eneo hili na pamoja na familia. Na kama unavyoona tu sasa hivi, ingawa haionekani vyema, ni kwamba operesheni ungali unaendelea kuweza kutafuta mwili wake wa mtoto huo. Na nitakuwa tu nikifuatilia taarifa hizi ili tuweze kuwafahamisha watazamaji wetu kwa taarifa sijazo. Mimi ni Kiplagat Collins. Kwako Andrin Kilemi. Asante sana Kiplagat Collins kwa taarifa hiyo. Ni taarifa ambayo bila shaka tutakuwa tunazidi kuifuatilia na tutakujuza jinsi ambavyo itakuwa inachipuka hata zaidi. Lakini katika taarifa nyingine, mtazamaji, ni kwamba gavana wa kaunti ya Taita Taveta Andrew Mwadume ametoa changamoto kwa washikadau mbalimbali kwenye kaunti hiyo, ikiwemo wachimbaji madini kujihusisha katika utoaji maoni wakati wa mpangilio wa bajeti ya kaunti na kuwasilisha mahitaji yao ya miradi ya maendeleo. Akizungumza na runinga hii ya TV47 baada ya kuhudhuria mkutano wa wachimbaji wa madini eneo la Mwatate, Mwadime amesema hiyo ndio njia pekee itakayosaidia serikali kutenga pesa za kutatua baadhi ya changamoto ambazo wanapitia. Kwa kweli madini hapa ndio kinazaleta uchumi wa hili jimbo juu zaidi, na changamoto kubwa wanayoipata pale ni wakati wanachimba, manake hawana maeskaveta vifaa, wanatakana sangine mabaruti, hawana na yako ghali. Angalia kiangazi kama sasa hivi kimeingia, wengi watu wa madini pale wajua ni watu lazima wale ugali mkubwa kwa sababu ya ile kazi ngumu wanayofanya, chakula hamna. So wana changamoto nyingi. Sasa nilikuwa naelezea njia nyingine kando na wale wafadhili tofauti ambao tunajaribu kuwaulizia watusaidie, pia na wao wakati budget inafanyika wanakuja wanasema lao ni lipi, wanataka namna gani. Lakini katika ile budget process utakuta hawatokezei kabisa. Na si wao pekee,
watu wengi sana huwa wakisikia budget wanachukulia mzaha. Kwanza siku hizi hata ukitisha budget unaweza enda kule kama hujatoa ugali kidogo, kila mtu anakuambia hii ni ya nini, ni ya nini. Na budget ndio mwongozo ya vile mnatumia hela yenu. So leo ndo kwa sababu ni mkutano wa kwanza, hata nilikuwa nasema baada ya huu mkutano wawe kama baada ya miezi 3-4 wanakusanyana wote, miners wa kule Kasarau, wa Voi, wa Kishushe, wa Mbololo, wa huko Mwaktau, wa Taveta, wanakaa kitu kimoja. Alafu anasema je, changamoto zetu ni zipi? Wakati wamesema zile changamoto zao, itakuwa ni rahisi kuzitatua kuliko uende kwa timu moja hapa, kesho uende kwa nyingine, kesho kuta uende kwa nyingine. Manake ukiangalia huu mgao tunaopata hawezi saidia mambo yote kwa pamoja. Lazima tuende kulingana na zile priorities. Sasa na wenyewe ndio wana uwezo wa kutupatia zile priorities wanazotaka. Na wanafunzi pamoja na walimu kutoka shule za msingi za Kirigu na Kabiria wameungana katika zoezi la upanzi wa miti lililolenga kuhifadhi mazingira na kuendeleza uoto asili nchini. Shughuli hiyo iliungwa mkono na shirika la Winning Team chini ya uongozi wa mkurugenzi mtendaji Ashford Masharia, ambaye alitoa miche na kusimamia shughuli hiyo. Walimu wamesema hatua hiyo itasaidia wanafunzi kuelewa umuhimu wa kutunza mazingira na kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Zoezi hilo limekuwa hatua nyingine muhimu katika kuhimiza usafi wa Kenya na kuimarisha maendeleo. Sawa. Wangapi watafanya hivyo nione? Very good, very good, very good. Asante. Kateni maji. Hebu kirudiwe kidogo, kirudiwe. Kirudio. Tomato yorea e florisita wega. The tree tomato flourishing very well. Distributed about 6,000 kwa shirika, kwa jamii za Dagoretti North and Dagoretti South, na imekuwa ni lengo letu pia tukiungana na serikali kuhakikisha kwamba tumelinda mazingira na pia tumepanda miche kulingana na vile tulipewa directive na president kwamba we need to target 15 billion trees by 2030. Kwa hivyo na ikakuwa ni kwamba kila Mkenya anahitajika at least akuwa amepanda miti 30 kwa mwaka moja. Kwa hivyo tunachangia hiyo na tunahakikisha kwamba jamii kila mmoja amehusika na amepanda hiyo miti 30. Na kwa hivyo we have established 3 nurseries ambayo we are also targeting at least 150,000 per year. That is why tumekusanyika sisi wote wafanyakazi wa Climate Works pamoja na organization hii wamekuja ili kwamba tuweze kushughulikia hili jambo la miti. Sawa. Wangapi watafanya hivyo nione? Very good, very good, very good. Asante. Kateni maji. Hebu kirudiwe kidogo, kirudiwe. Kirudio. Tomato yorea e florisita wega. The tree tomato flourishing very well. Naam, tuzidi kukutaarifu mtazamaji. Kumbuka taarifa hizi unazidi kuzipokea kutoka chumba chetu cha habari hapa jijini Nairobi. Na sasa tuelekee katika kaunti ya Isiolo ambapo wakazi wa kijiji cha Rap katika kaunti ya Isiolo wameungana katika juhudi za kurejesha ardhi yao iliyoharibika kutokana na mmomonyoko mkali wa udongo ulioendelea kwa miaka mingi. Mradi huu wa urejesho wa mazingira unatekelezwa kwa ushirikiano na shirika la mpango wa chakula duniani pamoja na serikali ya kaunti. Zaidi ya ekari 2,000 za ardhi zimewekwa chini ya mpango huo kwa kutumia mbinu za uhifadhi wa udongo kama ujenzi wa matuta na upandaji wa mimea ya asili.
Wakazi wanasema juhudi hizi si tu zinarejesha rutuba ya ardhi bali pia zinatoa matumaini mapya kwa jamii ambayo imeamua kujenga upya mazingira yake. Mradi huu unalenga kufufua malisho ya mifugo, kupunguza athari za ukame na kuboresha hali ya maisha kwa wakazi wa Rap. Wadau wa mazingira wamesema kuwa huu ni mfano bora wa jamii kuchukua hatua za kulinda na kuendeleza rasilimali zao. Kwa majina ni Lucy Lokorkoru. Mimi ni mkaaji wa Oldonyiro, Rap Village. Sisi kama wamama wa Rap tunajaribu kutengeneza ardhi yetu iwe mzuri, kwa sababu tunaona hii mtaro na tuadharisha hata watoto wetu wanaadhirika kwa sababu ya wakipitia wanaweza anguka. So about the rangeland restoration, the county government with the partnership of WFP have started an initiative of restoring Rap Restoration Center, where we identified as stakeholders in my office through the partnership of WFP and the county government. Kwa majina naitwa John Parayon Lekupes. I'm one of the master trainers wa ecosystem restoration ongoing at Rap. Ningependa kushukuru sana WFP supported by Korea International Cooperation Agency. Kwa hii ecosystem restoration tumeweza kuzingatia vitu ambazo zinaweza kuzuia mmonyoko wa udongo, kama vile kuna soil bands, kuna micro catchments. Mtazamaji, kwa namna hiyo sasa tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali. Salia papo hapo, tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV 47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV 47 Fitness with Coach Shadrach only on TV 47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I didn't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist, what is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV 47. Karibu tena mtazamaji, mimi wako Andrin Kilemi, nyezidi kukutaarifu.
Kenya imeandaa kongamano la siku 2 linalolenga kutetea haki za kitamaduni na kurejesha urithi wa Afrika uliochukuliwa enzi za ukoloni. Kongamano hilo limewaleta pamoja mamia ya wasanii, watunga sera na wanaharakati wa Umoja wa Kiafrika kutoka mataifa mbalimbali, wakitafakari majeraha ya kihistoria na kutafuta njia mpya za ukarabati wa turathi za bara hili. Katika mijadala ya kina, wajumbe wamesisitiza kuwa utajiri na turathi za kitamaduni wa Afrika ulioelekezwa magharibi lazima urejeshwe barani, wakitaja sheria kali za kimataifa kama kizingiti kikuu cha juhudi hizo. Wametaka sheria hizo zifanyiwe mapito ili kuruhusu urejeshaji wa turathi zilizoondolewa bila ridhaa ya wenyeji. In the UK they have legislation on the books that prevents any British museum from returning artifacts that were looted during colonial times, and so if you look at it, not only have they stolen our property, they've also passed laws to prevent the return of that property to their rightful owners. Wajumbe wamesema Afrika imekumbwa na unyanyasaji wa karne nyingi, hali iliyosababisha kupotea kwa utambulisho wa kitamaduni na kudhoofisha maendeleo ya bara hili. No one is talking about these colonial injustices. Our economies are still modeled around paradigm of extracting raw materials for the Western world. So nothing has changed since the colonial times. And our call is to ensure that we delink from those systems, those structures, those processes that continue to subjugate us, that continue to make us feel inferior, that continues to propel this myth of white supremacy and black inferiority. Wameelezea kuwa utajiri wa Afrika, ikiwa ni pamoja na sanaa, maandiko na vitu vya kifalme, watosha kuendeleza bara hili bila kutegemea misaada ya nje. We are so far behind relative to where we should have been if we had not been exposed to this level of abuse and atrocity. What is there that we didn't document? Yes, that was taken away, or not even taken away, was stolen away, stolen from us, and hidden or locked away from us. What is that? Can we talk about that? Those disintegrated cultures and systems and structures that used to hold Africa together. Africa was butchered by a group of 15 people who sat in Berlin and chopped into different places for their own selfish gains. Katika hatua ya kipekee, wajumbe walimpongeza aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya, marehemu Raila Odinga, kwa mchango wake katika kuendeleza roho ya umoja wa Afrika. Wameonya kuwa bila kuendeleza misingi ya mshikamano wa bara, juhudi za kurejesha urithi wa Afrika zinaweza kusambaratika. You have this amazing leader who have just passed away. And I think in terms of the spirit of Pan-Africanism that he has brought and invested into in making sure that Africa is united, I think it's also something that we have to bring into this conversation. Willy Dennis Njiru, TV47. Asante sana Willy Dennis Njiru. Na mbunge wa Molo Kuria Kimani ameungana na Wakenya wengine katika kusuta vikali matamshi ya gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga. Akizungumza jijini Mombasa, Kimani amewarai wa Kenya kufutilia mbali matamshi hayo na kutotilia maanani wala kuyatumia kama chanzo cha migogoro ambayo huenda ikaliingiza taifa katika mashaka. Vilevile amewarai viongozi waliokerwa na matamshi hayo kuwa makini wanapoyajibu, kwani huenda wakachochea chuki isiyo na maana. Tukienda tena kuingia kwa mtego ambao tumetegewa na huyu Kahiga, tutaweza kupoteza zile steps mingi ambazo tumefanya kuhakikisha kwamba kuna unity na kuna utengamano wa jamii zote katika nchi yetu ya Kenya. So let us please not be taken to the pit hole that Governor Kahiga wants to take us into, to start profiling each other. Let that matter lie. Let us not overemphasize it, because the more we talk about it, the more we emphasize it, the more we debate it, the more we ask you who sent him, who didn't send him. It is seeking us to the hole that he perhaps intended us to get. Let us not fall that trap. Nasemekana ukiona lori takataka la pita, alafu uanze kubishana nalo, pia wewe utajipaka nini? Taka. So let that lie.
Na wanafunzi wa chuo kikuu cha Taita Taveta wamenufaika na elimu ya kazi za kuboresha mazingira kutoka kwa shirika la Jacobs Ladder Africa ambalo linalenga kuwaelimisha vijana mbinu za ajira ya ubunifu katika sekta ya uboreshaji mazingira. Mkurugenzi wa shirika hilo Stella Bogonko na waziri wa vijana katika kaunti ya Taita Taveta Shadrack Mutungi na msaidizi wa naibu wa chancellor wa chuo hicho Cynthia Anyango wameshabikia mpango huo, wakisema vijana sasa wana fursa ya kujipatia ajira katika sekta ya ubunifu ili kukabiliana na changamoto za mazingira. Mutungi aidha amesema serikali ya kaunti vilevile imejiandaa kuwashika mkono vijana wenye maono sawia. One of the initiatives that we had as an implementation agenda was to create projects around the mining that are going to address the issue of environmental management and even how to turn these issues that we are talking about into entrepreneurial opportunities for the people of the county. In Taita Taveta University, we are focusing on critical minerals, and so today the young people will hear from achievers in that space for purposes of inspiration. They'll also get to pitch their ideas on how to solve for the challenge of climate change. As you can tell, it's quite hot in this area. So what can they do as young innovators to be able to address the issue of climate change in their communities, particularly in Taita Taveta County? And then we are also going to have an opportunity for them to have a debate around critical minerals. We have the Taita Taveta Youth Welfare and Welfare Act, which is already operational, and it is there to assist the youth. We have several other policies and other bills which are already there and already enacted. The current one is the Poverty Elevation and Empowerment Act, which has already been passed by the County Assembly of Taita Taveta. It is an inclusive one-stop bill which is addressing the matters of poverty, matters of entrepreneurship, and also empowerment. And in this bill, we shall be pumping in every financial year 5% of the county total budget into this act. And that this will touch mostly the youth, and I'm sure the area of the green jobs and the green economy will be well funded. Na mtazamaji, sasa tuangazie masuala ya elimu, hususan elimu ya juu, na ambapo sasa mgomo wa wahadhiri umeingia siku yake ya 37, wanafunzi wa vyuo hivyo wakisalia katika njia panda. Hebu tusikie baadhi yao wana maoni gani. Naam, Andrina, nakupata kwa njia iliyo shwari kabisa, na ni kweli kwamba ni takriban miezi miwili tangu wahadhiri wa vyuo vikuu waweze kuanza mgomo wao, na bila shaka umeweza kuwaathiri wanafunzi, bila shaka wale ambao walikuwa wanajiunga kwa mara ya kwanza kwenye vyuo vikuu. Hilo kando la mno ni kuwahusisha wakazi wa kaunti ya Bungoma. Tuone wanayepi kuhusiana na mgomo huu wa wahadhiri wa vyuo vikuu. Kaka, kwa utangulizi wa jina, tueleze waitwa nani na ni hisia zako ni zipi kuhusiana na mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu? Okay, kwa majina naitwa the one and only mayor in Africa as well as opposition leader, and I'm a no-nonsense man. Mimi kulingana na mgomo yenye inaendelea ya wahadhiri ama ma-lecturers na serikali, ni vile tu serikali imechukua siasa imeweka kwa masomo. Na ukiona serikali yenye inachukua masomo inaweka hapo siasa, haina agenda ya watu ya Kenya. Kwa sababu masomo ndio itasimamisha hii nchi. Masomo ndio itaokoa watoto wetu na vizazi vyenye vinakuja. So mimi nimeona serikali iko na uwezo ya kutatua hiyo maneno. Lakini kwa sababu kila mtu anataka kujipea ubape wa kisiasa hapo. That's why ukiingia katika maneno kama ya afya, masomo ama barabara, msiweke vitu ya siasa. So maminister wote wa president wetu Ruto ni wanasiasa. That's why kuhandle tu kitu yani kiprofessional hawawezi. So inatakana mnaweka watu wenye wanaelewa jukumu lao katika ministry. That's why ukiweka mwanasiasa kwa ministry ataleta siasa. Kwa sababu sisi tumeona kuna pesa mingi imetumika sana. Changa fulani likianguka kuna mabilioni inatoka. Lakini ya wahadhiri tu hii pesa kidogo inaleta tuve ilete
kasheshe mingi, ilete drama mingi, kwa sababu sisi tunajua ya kwamba ni pesa yenye wanahitaji kwa malecture yenye wanahitaji ni 7.1 billion peke yake, ambayo pesa yenye serikali yetu ya Kenya kulingana na ushuru yenye inakata it is capable to pay. Lakini sasa unaona wameleta kasheshe hapo. That's why hata sisi tungeomba kama inji yetu, sisi tulipoteza baba mwenye alipiganianga hii inchi kwa maneno kama hayo, na sisi wenyewe opposition tulikuwa ready, tulikuwa capable kusika huyo mzee bila serikali kukaramika. Serikali ingetuacha huyo mzee sisi wenyewe tusike, hata matanga ingekuwa kubwa kuliko vile ilikuwa. Lakini sasa serikali inachukua hii advantage kuweza ku waste resources hapo, ambapo mahali penye wanaweka pesa, hata ukiangalia hiyo budget unaweza shtuka sana yenye ilitumika, kwa sababu kuna watu wenye wanaingilia hapo ili waweze pia kujinufaisha. Mtu akipotea kama mkubwa watatumia pesa mingi sana, hata ushangae hii pesa imetoka wapi. Tutoe siasa kwa maneno ya afya na vitu zingine, inji itanyoroka. Wewe change hao watu, kwa sababu uliwekanga wanasiasa kwa hii maneno. Hiyo ndio inakuletea shida kabisa. That's why unaona hata maneno ya security tumeweka siasa, na vitu kama hizo zenye siko sensitive kwa inji tutowemo siasa tu. Sisi tuna support serikali yako, lakini shida tu kila mahali kila mtu ni mwanasiasa. Asanteni sana. Na shukrani Andrine. Kando na maoni ya mkazi huyo hapo mwanzoni, tulikuwa na baadhi ya maoni ya wakazi wengine. Labda kabla ya kuweza kumaliza, hebu tuweze kusikiza ni yepi hasa ambayo walikuwa nayo ya kusema. Wanasema masomo ndio daraja katikati ya tajiri na maskini. Unapata ya kwamba hawa viongozi ambao tuko nao, wengi wao watoto wao wanasoma nje ya nchi. Lakini hawa watoto wa maskini ndio bado tunakutana nao wengi wao katika mauniversity zetu. Kwa hivyo kunapokuwa na mkomo kama huu, inamaanisha serikali imeamua kupomoa lile daraja ambalo wanasema ni daraja katikati ya maskini na tajiri. Kwa hivyo ningependa kuomba hivi, serikali ikaweze kuingilia kati na iheshimu mikataba ambayo inaweka, sio tu na wahariri na lecturers, bali hata na vitengo vingine, kwa sababu tumeona mikomo ambayo inaendelea, mara ya madaktari, mara ya walimu, ambapo sasa tunapata kwamba ikiwa denominator hapo ni serikali, inamaanisha serikali ndio ina upungufu wa kutoheshimu mikataba ambayo inaweka na hawa wafanyikazi wa serikali. Kwa hivyo itakuwa ni vizuri ikiwa serikali itakuwa inaheshimu mikataba ambayo inaweka na wale ambao wanafanya kazi nayo. Wale ambao wanaumia sana ni wale wazazi ambao wamejinyima, wametafuta pesa zao, wameuza mashamba, wameuza ng'ombe, wameuza mali ambayo wako nayo kwa ajili ya watoto wao kusoma. Lakini at the end of the day, sasa hivi tunaongea watoto wamerudi nyumbani, karama imekuwa mingi kwa wazazi. Angalia primary schools na secondary pia ndio hawa wanaenda likizoni. Sasa inaenda kuwa ni karama kubwa, ambapo tunatarajia serikali ingekuwa na hurumia hawa wazazi ambao wanahangaika. Majina yangu naitwa Grace Kuoba. Kitu kinachotuumiza kama wazazi na wanafunzi ni kwamba karo ya semester imekuwa imelipwa, lakini bado kuna mgomo katikati ya wahadhiri na kuna malumbano kati ya wahadhiri na serikali. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba serikali ikae chini na wahadhiri waelewane, wawalipe pesa wanazozidai ili kwamba wanafunzi wetu warudi kwa madarasa, waendelee na masomo yao. Kukaa kwao mashule, wengine wako tu shuleni, wengine wako nyumbani, hakuwasaidii. Maana wenye wako mbali na sisi hatujui ni vitu gani wanajiingiza ndani. Na tunaelewa dunia ya sasa hivi inaenda, mambo mingi iko, hatutaki tupoteze watoto wetu kwa njia ambayo haistahili. Kwa hivyo tunaomba serikali kuu iweke priority ya masomo ya wanafunzi. Maana kila mwanafunzi ako na haki ya kupata elimu, na wale ambao wako katika vyuo vikuu hawastahili kuteswa ni kwa sababu ya kutoelewana kati ya wahadhiri na serikali kuu.
Kwa hivyo tunaomba serikali kuu iweke priority mambo ya elimu kabisa, kuanzia shule za chekechea mpaka vyuo vikuu, ili kwamba wanafunzi wetu wasiendelee kukaa wakiteseka hivyo. Karo imelipwa na hii karo tunajua ya kwamba haitairudishwa. Semester itahesabika kwamba imelipwa na hawajasoma. Kwa hivyo wanakuwa wasted kukaa kwa mashule, kukaa nyumbani ilhali karo imelipwa na hakuna kitu chochote kinaendelea. Tunaomba serikali ishughulikie hili jambo kwa haraka ili kwamba wanafunzi wetu waendelee na masomo yao kwa njia inayofaa. Naam, ni hayo tu kwa sasa Andrin kutoka kaunti ya Bungoma. La ziada sina na rejesha kwako. Mimi ni Wanji Sostin. Asante sana Wanji Sostin. Mtazamaji, tusalie na taarifa hiyo ya mgomo wa wahadhiri nchini. Na sasa tuelekee katika kaunti ya Pokot Magharibi. Tuungane naye mwandishi wetu Andrew Juma kwa mengi zaidi. Juma. Naam, Kilemi kutoka viungani mwa mji wa Kapenguria haswa kaunti ya Pokot Magharibi, tuweze kupokea kauli za wakazi wa eneo hili. Wanazungumziaje migomo ya waathiri ambayo inaendelea kufanyika katika taifa la Kenya? Kwa majina naeleweka kama Songo, nikiwa kaunti ya West Pokot. Mimi nataka niseme namna hii, kulingana na migomo ambayo inaendelea saa hii ya kitaifa ambaye ni kwa vyuo vikuu, ni mgomo ambaye inatuletea wazazi sisi shida. Kwa sababu gani? Mimi wazazi wakati watoto yao wamepewa kuenda shule, alafu ionekana wanagoma wasomi, mzazi anaumia kwa sababu ule mtoto inaonekana hayuko darasa, ile pocket money yenye alipewa ameitumia, anakula inaisha, baadaye anapigia mzazi simu, huyo mtoto unajipata kule penye hako ni kuzunguka. Alafu kama kaunti yetu ya West Pokot, unajua hatuna university yoyote. University ambaye pia naye tungetengelezewa kama hii Kisii University ingekuwa rahisi, kwa sababu watoto wetu wangekuwa karibu, hata wangeweza kutembea na miguu warudi nyumbani. Mimi ile kitu yenye naweza omba upande ya serikali, nataka niseme namna hii. Serikali wakutane na wahadhiri wa vyuo vikuu, wazungumuze, wafutilie mbali hii migomo. Hii migomo ijatufurahisha sisi kama wazazi ambao watoto wetu wanasoma vyuo vikuu. Na baada ya hivyo naye pia mimi nataka kusema namna hii. Hawa wahadhiri ya vyuo vikuu msijaribu kuweka misimamo mikali. Pia nyinyi naye muangalie mmesoma kutoka wapi, mkafikia wapi na mlipitia katika maisha gani, mazingira gani. Wakati mnakaa mbele kusomesha hawa watoto, pia mnakuwa na roho ya utu. Mnakubaliana na serikali ili kuweza kusaidia watoto ya watu. Wazazi wanaumia kwa sababu hii muhula wakati itasongeshwa ionekane mtu alikuwa ni miaka 4, ni miaka 6, ni nani yako anagaramika. Hiyo ni mzazi. Pia mimi nataka kuambia msikuwe mnaweka ndani siasa. Waache ikuwe ni mambo yenu nyinyi wahadhiri yenye mko mnalalamikia ishughulikiwe, lakini mambo ya misimamo migumu ni kama nyinyi mlisoma tu. Kama nyinyi mlikuwa na pesa nyingi, mlifaidika, mlilipiwa pesa zote ni sawa. Lakini wengine wameumia, wengine wameuza chang'aa, wengine wameuza mboga, wengine wamefanya usharati ndio wakasomesha watoto yao. Tafadhali mimi nataka kusema wahadhiri msiweke misimamo kali, kaeni chini mzungumza na serikali, na kuna pesa hata mlipewa, mbona msipokee hiyo pesa ili shughuli ziendelee? Kwa majina ni Ngolepus Kipto, mkazi wa West Pokot, na kama mkazi wa West Pokot tumeweza kukerwa sana na yale yanayoendelea Kenya hii. Tumeweza kuona mgomo wa ma lecturer, na kwa kweli katika kama jamii ambayo iko nyuma kimasomo tumeweza kuona watoto wetu wengi. Jamii imeweza kuuza mifugo zao na wengine wameweza kufanyiwa michango kwenda pale shule, lakini sasa ugomaji wa waadhiri imeweza kuonyesha kwamba sasa masomo ya watoto wetu itaweza kuchelewa na wengi wao watachelewa kumaliza shule. Na kwa hivyo ningependa kuomba serikali kuu iweze kushughulikia, kwa maana masomo ndio msingi muhimu katika kupigana na umaskini. Kama vile ambavyo tulipata uhuru kama nchi, tuliweza kuona ujinga ikiwa kati ya yale ambayo tunaweza kupigana nayo baada ya kupigana na ukoloni. So kwa uongozi ni muhimu sana lecturers wetu wapewe kipaumbele, tuweze kuangalia yale matakwa yao, waweze kusuluhishiwa na tuone kwamba watoto wetu wanarejea katika masomo yao. Pengine hawa watoto wakiwa nyumbani wakati ambapo hawaendi shule, unadhani kwamba wanaweza athirika vipi? Kuna mambo ya na dawa za kulevya. Tumeweza kuona kwamba pia watoto wetu wakikuwa idle, alafu pia siku hizi mambo na employment iko chini kidogo, tunaweza kuona wengi wao wanahusika katika dawa za kulevya, wengine pia wanahusika katika ngono za mapema, na hivyo basi itapelekea kukua na mimba za mapema na pia mambo na HIV and AIDS kuongezeka katika jamii yetu. So ningependa kuambia wanafunzi wetu, despite pia wakiwa nyumbani kama katika hali hii ya mgomo, waweze pia kujiangalia sana kwa hizo issues za drugs na substance abuse, na pia kuhusika katika unprotected sex kama ambavyo inaitwa katika kimombo.
Ni kauli za wakazi wa eneo hili ambao baadhi yao wanaendelea kusikitika kutokana na swala hilo, wakiendelea kutoa wito kwa serikali ya sasa kuweza kutoa mwafaka na kuelewana na waathiri wa vyuo vikuu ili hali ya masomo isiendelee kutatizika. Kutoka mji wa Kapenguria, jina langu ni Andrew Juma na kwako studio. Asante sana Andrew Juma. Katika hatua ya kimkakati ya kukidhi mahitaji ya wateja, kampuni ya PZ Cussons imezindua bidhaa mpya chini ya chapa yake ya Imperial Leather, huku ikilenga kuvutia kizazi cha vijana nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo Sekara Ramothi amesema kuwa hatua hiyo inalenga kuboresha bidhaa za utunzaji wa ngozi, huku wakiwekeza katika masoko ya kidijitali ili kufikia wateja wengi zaidi. Hatua hii ni baada ya ongezeko katika sekta ya bidhaa za utunzaji wa ngozi, hali inayowalazimu kuongeza ubunifu na ubora wa bidhaa zao. Kampuni hii ya PZ Cussons inalenga kuendelea kujenga uaminifu wa wateja kupitia thamani ya bidhaa zake sokoni. We are going to expand the sabuni into beauty sabuni. You will hear from that story on the exfoliating soap. We call them as exfoliating soap. And now this product, we are proud to say, it is now traveling from Kenya under AFTA, Africa Free Trade Continent. It is going all the way to Ghana. We are investing heavily into the digital marketing, and we work with one of the best partners in the world for digital marketing. And we are investing on AI tools, artificial intelligence tools, to create content which are relevant, but we will not leave the human element to overtake, because consumers' understanding cannot be fully understood by the artificial intelligence of Africa today. We have evolved the soaps to a modern, luxurious soap, but we have retained the iconic face of Imperial Leather. The Imperial Leather is crafted by... Na sasa tudunde viwanjani. Timu ya taifa ya soka ya akina dada Harambee Starlets inaendelea kujiandaa kuchukuana na Gambia kwenye mchuano wa kufuzu kwenye dimba la soka la akina dada mwaka 2026. Starlets wananoa makali yao wakiwa na matumaini kuwa wataibwaga Gambia, haswa kwenye mchuano wa mkondo wa kwanza ambao utaandaliwa ugani Nyayo hapo kesho. Gambia wataandaa mazoezi yao leo saa 9 mchana ugani Nyayo. Tuko very much comfortable kuwin game iko mbele yetu juu it's a must to win. Tuko ready ku lose, so tumejiandaa vyema. Ni very important kwetu because tukiqualify tuende AFCON itafungua opportunities mingi sana kwetu kwa madem, and maybe most of us tutapata opportunity ya kwenda nje na kumake it in life, like kupata kitu yenye venye tunaweza jihudumu. It's a big game. We always urge our fans, we always urge Kenyans to come and cheer the girls. It is the last match for the WAFCON qualifiers. We win this, we play in WAFCON 2026. So as usual, we urge Kenyans to come and cheer us. The role is a big factor, and we hope that they'll show up in numbers. Na tusalie tu kwa maandalizi ya timu ya taifa ya soka Harambee Starlets, na sasa tunaungana naye mwandishi wetu wa michezo Nzuki Alan ambaye yupo ugani Nyayo kwa mengi zaidi. Nzuki, habari za sasa, hali ikoje? Labda tueleze ni yepi ambao tunajua hadi kufikia sasa kuhusiana na timu hiyo.
Asante sana mwenzangu Andrin Kilemi, na kama unavyotizama niko hapa katika uwanja wa taifa wa Nyayo, ambapo hapo kesho mida ya saa 10 jioni tutaweza kuona timu yetu ya taifa ya soka ya kinadada Harambee Starlets ikimenyana na timu ya Gambia katika mchuano wao wa mwisho wa kufuzu kombe la mataifa la kinadada, ambalo kumbuka mpenzi mtazamaji litakuwa linaandaliwa mwaka ujao mwezi wa Oktoba kule nchini Morocco. Kwa sasa kikosi hiki cha Beldi Dodema kitakuwa kinalenga kunyakua ushindi mbele ya mashabiki wao wa nyumbani kabla ya kusafiri kuelekea Senegal wiki ijayo siku ya Jumanne, ambapo watamenyana katika mkondo wao wa pili wa mchuano huu wao wa mwisho wa kufuzu kombe la mataifa. Kumbuka mara ya mwisho kikosi hiki cha Harambee Stars kufuzu mashindano haya ilikuwa mwaka wa 2016, ndiposa iwapo wataweza kujikatia tikiti ya moja kwa moja itaibuka kama na mara yao ya pili katika historia kufuzu dimba hili. Ndivyo hali ilivyo Andrin Kilemi, na kutoka kwa wale tumesikia kutoka kocha kuwa hakuna majeraha yoyote, ndipo tutaweza kuona kikosi chote hapo kesho hapa katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Sina mengi ya kusema Andrin Kilemi, ndipo naregesha moja kwa moja kwako studioni. Shukran sana Nzuki Alan. Na makala ya eneo la Nyanza ya dimba la soka la Tujiamini Cheza Dimba limeratibiwa kucheza wikendi hii ugani Raila Odinga katika kaunti ya Homa Bay. Dimba hilo ambalo linalenga kukuza talanta haswa maeneo ya mashinani limevutia klabu 6 za wanaume na 2 za akina dada. Katika kundi A, Awendo FC watachuana na Bondo United FC na Shabana Youth FC. Mawego FC wamenyane na Bobaracho FC na Sindo Select FC. Kitengo cha akina dada Masosa Starlets na Magina Starlets watamenyana kwenye finali. Najua naenda kucheza tournament ambao ni kubwa sana, na expect challenge kubwa, so lazima ni prepare vijana kukimbia dakika mingi kwa sababu hiyo games zitakuwa mingi, so lazima tu prepare. My dream ni kucheza top tier league. That is what exactly I'm aiming at. That is why we are pressing hard na players wangu. Tuone kama mmoja ama wawili wakifanikiwa waende ngambo, we will be very happy. Tutakuwa very happy, itakuwa tumesaidia na tumekuza talent. Na mtazamaji, kwa namna hiyo sasa sina la ziada, ninatia kikomo kwa taarifa zetu za TV47 matukio ya awamu hii ya saa 7. Asante sana kwa wote waliofanikisha taarifa hizi. Shukran kwako mtazamaji siku zote kwa kutegea runinga hii ya TV47. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, ninaondoka, tupatane tena panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwaheri kwa sasa.